Kwa majina ninaitwa Hemedi Samuel Saidi. Mimi ni katibu katika kikundi cha Fahari Partnership ambacho tunajihusisha na uchuzi wa samaki pamoja na uvuvi. Kikundi chetu kina umri wa miaka mitatu lakini bado hatujakisajili kikundi. Tuna wanachama 10 ambao 4 ni wanaume ila wanawake wako 6. Na sisi tunapatikana katika kijiji cha Kiamwami, hapo ndo tunapatikana, lakini wanakundi wote tunapatikana katika mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Nkongore. Kikundi chetu tuna malengo mengi mazuri na makubwa ambayo tunajiwekea kwa ajili ya kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pia tuna vingi tunavyoweza kujivunia katika kikundi, maana tumeungana kama partner, lakini pia kimetutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tuko chini, lakini pia tumeongezeka, tumepiga hatua kwenda mbele kiuchumi, lakini pia na kimaslahi. Watu wengi tumeweza kufaidika kukutana hiki kikundi tulivyo kwa mko nazo kabla ya kukutana na HDI, kwa maana ya kupata mafunzo kutoka HDI. Nini tulikuwa tunawakabili? Changamoto ya kwanza niseme maisha ya kukariri. Yaani maisha yale ambao unajua mtu kwa kwamba hiki kinafanyika hapa. Basi. Kwa hatuelewi kwamba kumbe hiki inaweza nikakifanya sehemu nyingine. Lakini pia sisi tulikuwa tunajua kwamba tukishanunua tunapaswa pia tufanyeje, tuuze. Haijalishi tuna kiwango gani, ni nyingi au kama ni samaki ni wengi au ni wachache. Lakini baada ya mafunzo tukaambiwa kuna mfumo tukatengeneza hata wa kusindika na sindika. Baada ya kuona mzigo umekamilika ndio tukaupeleka sokoni kwa pamoja. Kwa hiyo awali hiyo sisi hatukuijali, tulikuwa ni kununua tu twende tuuze basi. Kwa kimsingi tumetoa kama HDI, kama kikundi yamewasaidiaje mpaka sasa? Yale mafunzo yametusaidia sana. Kitu cha kwanza kuondokana ile dhana ya kukariri kwamba hiki kitu kinafanyika hivi basi. Kwa kama sisi tulikuwa tumekariri, tukishanunua samaki au tukishavua tunaenda tu mwaroni tunauza, tukishauza basi. Lakini pia tulijifunza kama sisi kama kikundi tunapaswa tuwe na mfumo wa akiba kama kikundi. Kwa sisi tulikuwa tunaangalia tukishapata faida tunagawanaje, mtaji unabaki basi. Ile kwamba sasa tuweke akiba kwa ajili itakalojitokeza huko mbele, hiyo haikuwepo. Tulikuwa tunajali sana ni mtaji. Kwa hiyo HDI ilipokuja wametufundisha kutoa sehemu moja ya hali ya uduni wa kuelewa umeenda katika hali fulani njema ambapo kumbe tukafanya hiki kitu ni zaidi tunavyofikiri. Tutapata faida nyingi na zaidi. Na kwenye eneo ambalo tulijifunza, eneo lingine linalohusiana na fursa za masoko, hili pia limewasaidia. Kuhusu fursa za masoko, kwa kweli mimi nasema limetupa mwanga mzuri na linatusaidia kwa sababu tulikariri kwamba soko pale tunapouzia ndio tukapata nini soko, lakini tunaweza pia tukapiga hatua sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta masoko. Kama awali tulikuwa tunapata mwaro wa kwanza kule, lakini sasa kwa sasa hivi pia tumeona sehemu nyingine ndio tumepiga hatua, tumekutana wachuuzi wengine wakubwa wanaofika wanachukua ule mzigo wanaopeleka kwenye masoko mengine. Kwa tukaona kumbe tulikuwa tuko hali ya chini, kumbe tukifanya hivi angalau tunafanyaje tutaongezeka. Kwa hiyo imeatia hamasa watu. Mikakati gani sasa mko nayo baada ya mafunzo? Tumeshapata mafunzo, tumerudi Nkongole. Mikakati gani tunayo sasa kama kikundi cha Fahari Partnership? Mikakati tulionayo, cha kwanza tumeona sasa tunapaswa tusajili kikundi chetu. Tujulikane rasmi. Na katika kusajili huku tulipokuwa kwenye yale mafunzo ya HDI, tunaona kwamba ndipo tunaweza tukapata zile fursa hata za kupata mikopo kutoka serikalini, zile halmashauri vikundi. Tunaweza tukaenda tukakopa benki, lakini kama hatujajisajili utaenda uaminike wapi? Kwa huwezi kuaminika, lakini ukishajisajili muingie kwenye mfumo ndipo mkaweza kukopesheka. Tukasema hilo ni mkakati namba 1 tulionao. Lakini mkakati mwingine tunatoka katika ile dhana ya kuamini kwamba kama ni samaki tu tutengeneze tu, kama ni satu tu.
kuna samaki wengine sehemu nyingine utaenda utapata soko la sato, sehemu nyingine utapata soko la dagaa hivyo. Kwa hiyo tunabadilika na sisi kuhama kutoka sasa kujishughulisha tu na samaki tu, tuenda hata kushughulika nini na dagaa pia, maana uwezekano kumbe tunao tunafanya. Baada ya mafunzo ambayo tumepata, baada ya yale mafunzo tulioendesha kama HDI, sasa kuna fursa ambazo umeziona za wewe mwenyewe kujiajiri kama kikundi, lakini kuajiri watu wengine ambao wanazunguka katika eneo lako? Kwa kweli hiyo fursa ipo, maana hata walikuwa katika kikundi wakapata tamaa, walipopata haya mafunzo walitiwa moyo wakaja, lakini kuna watu wengine ambao hawakuwa wana kikundi wenzetu, baada ya kuona tulipopiga hatua wamekuja wengi, wanaomba wajiunge tuwe nao kitu kimoja. Lakini tumewakubali, tumwambia ni sawa, ila kuna mambo tutaweke vizuri, alafu tuandae mfumo mzuri wa kuweza kuona tutajiorganize wote kwa pamoja tuwe kundi. Kwa lengo letu sisi sio kwamba tu wawili watatu, tunahitaji watu wengi tutakao kuwa na channel nyingi za kuweza kunufaika. Mwisho, nini ambacho unaweza kushauri baada ya kupata mafunzo, kurudi nyumbani unafundisha wenzako, nini ambacho unaweza kusema sasa ambacho kitakuwa cha mwisho kabla ya kuacha? Kitu cha kwanza mimi niseme tusipuzie mambo. Kila unachokifanya amini kwamba unaweza ukakifanya ikakupa mafanikio. Sisi kama sisi tulikuwa tunajiangalia ni watu dhaifu ambao hatuwezi, lakini baada ya pia kuja kupata mafunzo tukaona kumbe tunaweza tukafanya na zaidi. Kwa hiyo sasa ninawashauri na wenzetu na wengine wengi kwamba waweze kuunda vikundi, waweke nguvu ya pamoja, wawe na ushirikiano. Hii ndo nguvu itakaoweza kuwatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Upambanaji wa mtu mmoja ni ngumu sana kwa kweli, ila mkiwa kama kundi, huyu atapata dharura, huyu atafanya. Kwa hiyo kile kitu kafanyaje kinaendelea. Lakini pia tusikalili maisha ya kukalili. Kwa mfano masoko, tumeshapata mafunzo, kuna mfumo tunaweza tukatengeneza masoko kwa kimtandao, na kweli tumejaribu kufanya hivyo na tumeshapata watu mbalimbali wanaohitaji, kama ni samaki, kama ni dagaa, tukiwa tayari tuweze kufanyaje. Kwa hiyo kama tungelikuwa hapo sisi kama tunasema tu sisi ni kikundi hivi vitu tusingeweza kuvijua. Kwa hiyo sasa tayari tumeshaona kumbe kuna uhitaji mkubwa wa sisi kufanya zaidi ya hapo tulipo. Kwa hiyo ndo nimeona kitu kama hicho kimetupendeza sana na kinatusaidia sana. Kwa na washauri na wengine waige mfano wa namna hiyo. Bwana Hemedi, mimi nashukuru sana. Asante. Na Mungu akubariki. Nafikiri tutapata nafasi ya kukutana wakati mwingine. Sawa. Tuone namna gani tunaweza tukabadilishana mawazo na fikra ili kusudi walau tupige hatua kama jamii, lakini kama taifa kwa ujumla. Asante sana. Nifikishie salamu zangu nyingi kwa watu wa Fahari Partnership. Sawa. Watu wa pale Mkongole. Mungu akubariki sana. Asante sana.